Habari na karibu sana katika Tanapa Podcast. Leo tuko hifadhi ya taifa Milima ya Mahale. Na hapa tuko ofisini katika ofisi za hifadhi hii, na nimepata bahati ya kuwapata wazee wangu. Watajitambulisha wao ni kina nani, lakini tutakwenda kuongea mambo mengi sana kuhusu uhifadhi. Hawa wazee wameshiriki uhifadhi toka wakiwa wadogo sana na wameshiriki mambo mengi sana. Nazungumzia sokwe wa hifadhi ya taifa Milima ya Mahale. Hawa wanawajua vizuri sana. Mimi naitwa Catherine Mbena. Fuatana nasi katika Tanapa Podcast. Karibu sana. Karibuni sana katika kipindi chetu. Asante sana. Na kwa kuanza, mimi natamani wasikilizaji wajue nyie ni kina nani. Tuanze na mzee Hermeji. Sawa. Kama nimetamka vizuri jina. Kwa majina naitwa Mzee Rashidi Shabani Kitokeni. Mimi nimejua. Kimedi ni jina la baba yangu mkubwa. Okay. Unaitwa Rashidi Shabani Kitokeni. Wewe ni mkazi wa maeneo haya? Ndiyo, mimi ni mzaliwa wa hapo Kalolwa, ambapo ndipo uwanja wa ndege wa Tanapa ya hifadhi ya Mahale ulipo, ndipo kwetu kwa asili. Okay. Na mzee wangu hapa? Mimi kwa majina naitwa Ramadhani Nyundo Sika. Ramadhani Nyundo Sika. Ramadhani Nyundo Sika. Mzaliwa katika hifadhi humu ndani huko kusini. Ukipita Kasiha kuna kijiji kalikuwa kanaitwa Muhela. Mkela. Ndio nilikozaliwa. Mimi nimekuwepo kwenye maeneo haya yaliyohifadhiwa toka kabla ya kuhifadhiwa. Ndiyo. Na sisi tunajua kukuta hii misitu mikubwa hii, kukuta la wanyama pori ambao wako, maana kuna tembo humu, kuna sokwe, na kuna wanyama wengine wengi. Kuwakuta hivi maana yake kuna juhudi zilifanyika toka enzi hizo. Sasa kuwatunza. Sasa tunazungumzia kutunza wanyama pori, tunazungumzia kutunza misitu, tunazungumzia kutunza vyanzo vya maji. Unaweza kutueleza ni kwa namna gani mlifanikiwa kutunza hivi vitu kukiwa hakuna utaalamu na mpaka vimekuwa hivi tumejikuta? Ndiyo. Yes. Asante sana. Kwanza kabisa, huko nyuma kulikuwa na mila na desturi. Ndiyo. Na kwa wakati huo, unajua migabo? Migabo ni majini. Ni majini. Kwa hiyo Ni mashetani. Yaani yale mashetani kipindi hicho yalikuwa, unaona, kuna waliokaa milimani, kuna waliokaa misituni, unaona, kuna waliokaa kwenye maji. Kwa mfano kama ukisikia nkungu, unasikia nkungu pale, yule ni shetani, nkungu. Ukisikia mwenza bantu, ni shetani, mwenza bantu, unaona. Kwa hiyo kwanza tulikuwa tuna tabia ya kusema kwamba utafika misitu ovyo. Hiyo ni moja. Alafu baadaye tena wazee walikuja wakagundua kwamba kuna aina ya mimea ambako ukifika msitu wale ni kama ile mimea itatoweka. Mimea hiyo kuna mfano, nafikiri kama utakuwa na kumbukumbu, ukitafuta kwenye lugha ya kitaalamu utaikuta. Kuna mmea unaitwa nandi. Nandi. Mmea unaotambaa kwenye miti. Sasa unapofika ile misitu, ina maana ile nandi inapotea. Na nandi ukija kuiangalia ni miongoni mwa dawa za kuweza kutibu binadamu. Unaona? Haya. Kuna aina ya mmea unaitwa bufute. Bufute wazee walikuwa wakitumia kwa kusokota zile kamba. Akisoka vizuri, anaweza katega huko ziwani, akapata samaki. Kwa hiyo, ukiamua kwamba sasa ukate misitu, ina maana hata ule tena utapotea.
Unaona? Haya, kuna baadhi ya miti ambapo ilikuwa ni dawa ya kutibu sisi. Kadiri unavyofyeka misitu unasababisha ile kutoweka. Haya, kuna unaona baadhi ya wanyama, kwa mfano kama vile sokwe mtu. Sokwe mtu sisi tulimuona kwamba ni karibu na sisi binadamu, na kwa kadiri tulivyoweza kufuatilia, maana mimi huyu ndio mwalimu wangu aliyenifundisha kazi ya utafiti. Maana mimi nimeanza mwaka 1977 na yeye ameanza 1965. Kwa hiyo yeye mwenzangu ni mtangu kuliko mimi. Unaona? Kwa hiyo tutakuja kugundua kwamba chakula anachokula sokwe unaweza hata wewe binadamu kula na usidhurike. Tofauti na chakula huko porini. Chochote tukiona yeye anakula, chukua ule. Hakina madhara. Unaona? Sasa tulikuja kugundua kwamba wale sokwe ni kama ndugu zetu, ni wenzetu. Na hata baadhi ya madawa kuna mengine wamejifunza wazee kutokana kwenye sokwe. Unaona? Kwa mfano kuna aina ya miti, kuna mti unaitwa igogola. Kuna mti unaitwa muhefu. Yeye anapomeza anaweza akakunja yale majani. Hatafuni, anayakunja hivi hapa na meza. Kiasi kwamba ukikuta kwenye kinyesi chake utakuta baadhi ya wadudu wako pale. Hii tayari ilituka fundisho. Alafu sokwe vile vile alikuwa si mnyama mharibifu kama vile nyani na wenzake na wengine. Yeye mara nyingi katika vyakula vya binadamu ukichokuja kuangalia alikuwa anapendelea miwa. Pia alikuwa anapendelea unaona, kama ni mahindi anatafuta ule mti wake anautafuna kama vile mua, lakini mahindi yake atakuwa kia hapo. Ndio. Kwa hiyo wazee waliona hakuna haja ya kuweza kumsumbua na hakuna haja ya kuweza kumuua, na lazima kuangalia mazingira yake anaishi namna gani ili asifukuzike mbali. Kwa wale ambao walioishi karibu na sokwe kama maeneo ya pale Kasoge, Kasiha. Sasa kabla sijaongea na Mzee Yundo, wakati nimekuuliza ututambulishe wewe ni nani, nitarajia jina. Ndio. Lakini naamini katika shughuli zako mpaka umefika hapa umefanya vitu vingi sana na wahifadhi. Sawa. Masomo umefanya na Mzee Yundo hapa masuala ya utafiti. Alikuwa mwalimu wako na Mzee Yundo atasema mwalimu wake walikuwa wa Japan. Lakini hebu tupitishe hapo. Sawa. Yaani kutoka huko mdogo umefanya nini kwenye masuala ya uhifadhi? Sawa. Asante sana. Kwanza mimi nimekuja hapa mwaka 1977. Nikitokea hapo Karol, hapo uwanja wa ndege. Kuja hapa hifadhini. Pale baada ya wakati nimefika ukawa na utaratibu kwamba walikoanza wazee wakina Mzee Nyundo wao walikuwa wanawalipa mishahara. Sasa kukaja taratibu za kwamba watumishi wanaofanya kazi waajiriwe na serikali. Yaani yeye Mjapani kazi yake hiyo ni kuleta vifaa kama vya ujenzi na vifaa vinginevyo kama vile boti, maana wakati wa magari yalikuwa hayawezi kufika huku. Kwanza hapo ni magari ya huko. Sasa mimi nilisikia zamani nilikuwa na injini ya huko. Nilisikia kwamba hiyo magari yalikuwa hayajawahi kufika. Na wakazi wa huko walikuwa hawajawahi kuona gari. Ndio sio nazo zingine kama nasikia na nataka unithibitishie. Kile kwamba gari ya kwanza ilipokanyaga huku walikuwa wanajaribu kuiandaa kama gari ni ya kike au ya kiume. Habari ni kweli. Ni kweli kwa sababu wakati huo magari huko yalikuwa hakuna. Na walio wengi walikuwa hawasafiri kwenda kama vile Kigoma. Kwa hiyo waliona ni kama kitu cha ajabu. Unaona, magari yalipoanza kufika huko. Unaona. Nakumbuka gari moja iliyowahi kufika ni wakati wa ulikujaga idara ya madini kutoka Ruko Mpanda Katavi kule. Kujaribu kuangalia mazingira ya huko kama wanaweza kufanikiwa kupata madini. Ndio gari za kwanza nilioanza kuziona upande wa huko.
Kwa mta wakaikagua sasa kama hii gari ya jinsi hii kia huko walishangaa hiki ni kitu gani. Hapo ndipo tulipoanza kuingiza sasa kwenye upande wa serikali. Wakati huo ndio tukaingia game. Tumeendelea na game hadi nilipofikia mimi mwaka 81-82 nikawa nimepelekwa katika taasisi ya maliasili chuo cha Patience Mwanza kwa mafunzo. Mafunzo Ya ya wanyamapori ambapo ilikuwa ni yanachukua mwaka mmoja. Na ukitoka pale unakuwa game assistant grade 3. Na kweli kwa bahati ya Mwenyezi Mungu nilifanya vizuri na nikapata cheti vizuri, na aliyetupatia alikuwa ni waziri wakati huo, alikuwa huyu rais wa awamu ya pili, aliyekuwa rais wa awamu ya pili Mzee Al-Hassan Mwinyi. Aliwahi kuwa waziri wa maliasili na utalii kabla hajapanda cheo. Unaona. Na kwa nilivyorudi tukaendelea hivyo. Sasa TANAPA walipofika ikawa imeonekana kwamba TANAPA na game hawezi kukaa pamoja. Sasa iweje? Hapo leo tukagawanyika sasa tena kutoka game. Wengine wakapelekwa upande wa TANAPA na wengine wakabaki kwenye TAWIRI, shirika la utafiti Tanzania. Kwa hiyo mimi nika nimeenda TAWIRI. wewe ulienda Na mimi nilienda TAWIRI. Kuna Mzee Nyundo na kina marehemu Mohamed wakaenda upande wa TANAPA. Sikufanya muda mrefu kwa upande wa TAWIRI. Alikuwepo ameshakuwa ni marehemu Profesa Yeshida, ambapo yeye ndiye alikuwa wa kwanza kabisa kuanzisha utafiti hapa. Akawa ameniomba sasa kwamba niache ile kazi ya TAWIRI nifanye kazi kwake. Alipendeza na kazi yangu. Yeye alikuwa binafsi na taasisi yake. Unaona. Kwa hiyo nikawa nimeacha ile, nikawa nimeingia kwenye hiyo. Tukia mwaka 91 Costume. na NISHIDA mpaka nilipofika kustaafu 2010. Hongera sana. Asante sana. Mzee Na bila na desturi ndio zili play part gani kwenye kuhakikisha tunavyo hivi tulivyo navyo? Ni utajiri mkubwa kwa kweli. mila na desturi ilikuwa huyu mnyama sokwe, maana hili jina la mwita sokwe mtu, kwa hiyo ni anafanana na mtu ambayo kuna waharibifu wadogo wadogo wakimfuatia kwenda kumuua. Kama ni mkuki anakinga mkono namna hii, anakinga hivi ili usimpikie huku. Sasa wengine wanasema jamani, huyu tunafanana naye, ana akili kama sisi, msimuue. Wakati anakuja shamba mahindi mpaka naacha yamekomaa, haribu mahindi bado machanga mpaka yamekomaa, anafika na vunja anaenda nayo kama polisi. Na ukifika wewe mwenye mahindi unakuta na kanjia, unafuata kale kanjia, utakuta ametoa yale mahindi amerundika, anakula mioa. Kwa hiyo ikaonekana huyu sio mharibifu, ikabidi abaki vile vile. Uharibifu wa misitu ulikuwa wakifyeka mwaka huu hapa fyekwi tena, hata kama miti imeota mapema hawafyeki tena. Kwa hiyo wanahama, wanafyeka kwa mwingine, Wanapaasha hapa paendelee mpaka
irudi tena msitu. Alafu na uzuri wa misitu yetu hii ya huku, ukikata mti kutaota miti 3, 4 mpaka 5 kwa mti huu. Kwa hiyo msitu unawahi kurudi. Alafu mule utakamolima kunakuwa na miti ya kuwahi kuota, na ile miti inayowahi kuota ilikuwa ni chakula cha sokwe. Kwa hiyo hapo sokwe wamepata bahati ya chakula. Kwa hiyo mwezi wa 5, mwezi wa 6, mwezi wa 7, wa 8 mwishoni walikuwa wanatembea chini chini pale Kasiha kwa sababu ya vyakula hivi. Kwa hiyo msitu ndio kaukuta hivi. Halafu kuna sehemu ilikuwa haifyekwi kabisa, ambayo ile misitu wale masultani akifa, sehemu watakayemzika, watakayepeleka kile kichwa chake hawafyeki. Eneo lote hilo ambalo lote lile bana, nyinyi wenye wana nani wa jamii ya yule mtu hamuingii mwa ule msitu. Jamii ambako yule mtu anatoka sultani hamuruhusiwi kuingia mwa ule msitu. Kwa hiyo nyinyi ni kuzunguka. Watu wengine wanaingia lakini hawaruhusiwi kukata kote mpaka hivi, mpaka wamehama. Hiyo msitu bado inaendelea. Alafu kuna hiyo miti huyu mzee aliyesema kama huu mti, kuna vile shetani inasema huu mti wangu hauruhusiwi kukata. Kwa mfano kama vile pale Katumbi pale shuleni upande wa nani mashariki kaskazini kuna kamsitu. Ile miti ya miaka haikukatwa kwa sababu walisema kuna shetani. Mwenye shetani ukikata atakuzumbua. Kwa hiyo ikawa tunaendelea hivyo. Na ndio maana wanyama hawa sokwe bado wanaendelea. Na walikuwa wanakutana na watu hawafanyi vitu. Ikaja sasa hii ya utafiti. Utafiti ndio ukaja ukamuda yote. Maana tangu 65 mwezi wa 10 tarehe 12 utafiti ulianza. Tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka 65. Tupo hifadhi ya taifa milima ya Mahale, na hapa kama unavyoona tupo kwenye background ya ziwa Tanganyika na jua ndo linazama. Huku jua linachelewa sana kuzama. Sasa hivi ni 1 kasoro na unaona mwanga kama huu. Lakini mambo matamu si haya tu. Yaani wewe umezoea saa 12 giza totoro, lakini huku 1 na bado mwanga ni mkali. Sasa mzee Kitopeni, ndio wakati mnafanya hizo kazi za utafiti, mnafanya hizo kazi za uhifadhi, ndio, na ukilinganisha na uhifadhi ambao mlikuwa mnaofanya huu kwa kusema huu mti ni wa mashetani na usiweze kukatwa, uhifadhi huu ambao mnaofanya sasa na baada ya teknolojia kuja, una utofautishaji? Yani tofauti yake kubwa, yani kiuhifadhi, ukiacha hicho kipande cha kisayansi, yani kiuhifadhi unaweza kutofautisha? Kwanza kabisa mimi naona kwamba huwa sasa ni bora zaidi ukilinganisha na huko nyuma. Kwa sababu huko nyuma sana kulikuwa ni mkazo sana
ama labda kwa kiongozi wa nchi wa sehemu ile, unaona, ama kwa hao mashetani. Lakini hivi sasa inakuwa naona kwamba inakuwa ni imara zaidi kuliko jinsi ilivyokuwa, unaona. Na hata hivyo katika hifadhi yetu ya Mahale watu wote waliondolewa na hakuna sasa hivi wanaoishi humu. Kwa hiyo mazingira yanazidi kuboreka zaidi na zaidi kuliko jinsi ilivyokuwa. Kwa hiyo wakati mnaondolewa ili iwe hifadhi, hali ilikuwaje? Yaani tunaona kwa mfano kwa sasa hivi watu wakiondolewa inawasumbua kidogo, na ni kawaida kibinadamu. Mahali ulipopazoea alafu ukiambia utoke inaleta usumbufu, lakini inapokuja kwa manufaa ya watu wengi hamna nani. Nyinyi wakati mnaondolewa, Ndiyo. manake mlikuja mkaanza kuondolewa alafu mkaanza kushiriki kwenye kazi za kiuhifadhi, si ndio? Ilikuwa ni hivi. Tamko la Rais wa awamu ya kwanza Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, yeye aliweka vijiji vya wanyama, vijiji maalum. Hivyo wakati ule watu walikuwa wanaishi mbalimbali. Hivyo ilikuwa si rahisi kupata huduma kutoka serikalini kama shule, zahanati, hospitali. Ilikuwa ni vigumu zaidi. Hivyo Mwalimu Nyerere aliamua moja kwa moja watu hamie vijijini. Kwa hiyo na vijiji vilitengwa rasmi. Unaona? Na ilikuwa ni mwaka 1974 operation vijiji. Kwa hiyo ililazimika sasa, lazima watu watoke waende wakakae pamoja waweze kupata huduma. Ndio. Kwa hiyo hii ilipelekea fursa nzuri hata kwa TANAPA wasipate usumbufu wa kutimua watu kama itakavyokuwa hapo Kalilani. Wengine hatutoki, wengine lakini sasa wakati ule ilikuwa ni kwa nchi nzima. Watu hamie vijijini. Kwa hiyo upende usipende, boti linakuja usomba watu kupeleka. Unaona? Sasa na baada ya watu kuondoka na kukaa huko vijijini na TANAPA kuweka mkazo zaidi katika ulinzi zaidi, tunaona mambo yanakuwa ni mazuri zaidi ukilinganisha na wakati huo. Na wakati gani watu walianza kuona faida za kuwa na maeneo kama haya? Kwa sababu tunajua haya maeneo yanapohifadhiwa, jamii zinapata jamii zinazozunguka wanapata faida inayotokana na utalii. Kwa mfano huduma za kijamii. Ndio. Wakati gani walianza kuona faida hii na walichukulia? Ndio. Kwanza kabisa walianza kuona hii ina faida, unaona. Kwa mfano katika kijiji chetu cha hapo karibuni hapo Katumbi, ilikuwa ni kama mwaka 2000 kama sijasahau, unaona. Hapo kulikuwa hakuna shule. Watu walikuwa na kutoka kama kilomita 5 kutoka Katumbi kwenda Nkonkwa. Wanafunzi walipata shida sana, unaona. Lakini uwepo wa ulisaidia shule ikaipatikana, wakawa wanaenda mwendo mfupi, unaona. Pia zahanati kawepo. Kwanza tulikuwa tumeletewa na boti ya wagonjwa. Kama unavyoona sasa hivi barabara wanazidi kututengenezea, unaona. Halafu hilo moja, kuhama watu kutoka humu kwenye hifadhi, waliona ni afadhali watoto zetu wanaweza ukaona wanyama ambaye wale wanaepotea. Maana ilikuwa hawa tembo kwenye hifadhi walikuwa wameisha. Walikuwa wameisha. Hapo na tembo mahali. Wapo huko Dudu. Walikuwa wameisha. Nyati walikuwa wanaanza kupungua. Sasa walivyoona hifadhi imekuja, kumbe umetulia. Kumbe wajukuu zetu, watoto zetu wataona wanyama. Walifurahi kutoka kwenye haya maeneo.
ili ya maeneo yaendelee kuhifadhiwa. Ambaye hao wanaoma goma sio wenzetu wala raia wa humu, ni kama wa kutoka sehemu zingine huko. Aha. Kwa sababu waumu kama ulivyosema walielewa, walikaa pembeni ili maeneo yaendelee. Tembo sasa hivi wamesuvia, tembo wako wengi, nyati wengi sana. Lakini sehemu ambazo zina vurugu hawawezi kukaa wanyama. Hivi sasa unaweza ukatoka ukipanda tu pale Nkongwa ukafika kwenye ile milima, hata kama umevaa suruali umenyoosha haiwezi kukundiamana. Na kuta ni barabara, hamna mtu ukiangukia mle wanatupa kule. Umezungumza kwamba soko walikuwa na majani wanameza. Ndio. Tena umesema ilikuwa na viringishwa hivi na meza, hata kinyesi chao kiangalia baadaye unakuta kina wadudu. Zilikuwa zinatumika na miti mingine ilikuwa inatumika kama dawa. Sasa ile miti tukiitumia, maana tunafanana. Ndio. Ile miti tukiitumia sisi na tunakuwa magonjwa ambayo soko walikuwa wanajitibu. Hakuna madhara. Kuna madhara na tunaweza tukapona. Unaweza tukapona. Kwa mfano kuna mti unaoitwa mlolongunja, siufahamu kwa kitaalam. Mara nyingi ni mchungu. Ukiutafuna hivi majani yake ni machungu sana, lakini mara nyingi watu huwa wanatumia lakini hakuna madhara. Inatibu nini? Kwa mfano kama unaumwa tumbo unaweza ukatumia. Hata malaria inatibu. Huo mti unatafuna tu majani yake. Yani unaweza ukafinyanga, alafu weka maji, ukachuja, ukachukua yale maji ukaweka kwenye glasi ukanywa. Na soko anaula kama dawa hivyo hivyo. Katika tafiti zenu, sisi tukiumwa na nyoka tunadhurika. Huku porini nyoka wapo, si? Sana. Sokwe wanaponaje na nyoka? Sokwe katika tafiti ambazo mlikuwa mnafanya, wao wanajikinga vipi na nyoka, na ikitokea wanaumwa na nyoka wanawezaje kupona? Ila sio kazi rahisi. Sokwe anamjua nyoka. Sokwe anamjua nyoka. Kwa hiyo kama nyoka yupo hapo hawezi kupita. Kwa hiyo sokwe ana sense, yani ana sense uwepo kwa nyoka mapema, kiasi kwamba anatafuta namna ya kukwepa ili asiweze kumuuma. Hakuna wakati tunafanya utafiti, hakuna wakati nyoka kamuuma sokwe. Haijawahi kutokea. Kwa sababu ya ile inaitwa nini? Kwamba wana ile sixth sense instinct, kwamba kuna nyoka mahali na yeye anatafuta mahali namna ya kupita. Namna ya kupita, na kwa hiyo agongo nyoka. Kuna wanyama huku porini ambao ni kiboko ya sokwe. Yaani sokwe kwa huyo mnyama maisha yake anaona yako hatarini. Simba. Simba maana sokwe kama wako juu ya mti. Sasa ujinga wao kidogo wasokwe hawezi kuteremka wote, anateremka umoja. Sasa akiteremka umoja, simba anakamata, kwa sababu waliwala karibia kama sokwe 5. Kaona sokwe anapotea, tulivyofuatia kusafisha yale mavi ya simba tukakuta manyoya ya sokwe. Kwa hiyo tukajua kwamba ameiwa. Simba ndo anakula sokwe. Ila kwa chui hawezi kushika. Kwa nini? Chui. Kwa sababu niliona sokwe waliua mtoto wa chui. Yaani walimfukuza mama na baba wakakimbia.
Kwa hiyo wakachukua mtoto wa sokwe wakaua. Na ndio maana nilijua kwamba sokwe nani chui hawezi kumuua sokwe. Vipi kuhusu chatu? Kwanza na hata tu hivyo, tusirudi tu kwanza kwa huyo chui. Ili tulijaribu kuangalia, kuna kipindi wale wapiga picha walikuwa wanaleta kitu kinachofanana na chui. Walikuwa hawaogopi. Sokwe haogopi? Na chui. Yaani ukiangalia unaweza kusema ni chui, kumbe na ni kisanamu tu kilichotengenezwa. Lakini sokwe walikuwa wanaendelea na maisha yao wala hawashtuki. Hata kijana watakikana tu piga sana. Kwamba hawaogopi kabisa. Lakini vipi kuhusu chatu? Chatu anameza wanyama wakubwa. Vipi kuhusu sokwe? Hapana, haitaweza kutokea. Nafikiri kwa sokwe hawezi akammeza, kwa sababu wana ushirika. Maana kama atamshika basi atapigwa na sokwe wengi mpaka atamwachia. Maana hata huyo chui hapo amezalia hii miti ya karibu hapa, matawi yataisha. Kwa hiyo mpaka nakimbia. Kwa hiyo hata chatu hawezi akamshika. Enzi za utafiti wenu, ushawahi kushuhudia kifo cha sokwe na namna wanavyombeleza? Katika utafiti ila tuliona tu sokwe kuua sokwe mwenzao. Sokwe anaua sokwe mwenzao? Maana tulishaona hivi tokea. Na sasa wakimuua kama hivyo waweze wakamuomboleza. Si ndio? Hata wametaka kuomboleza kwa uliyetaka ase. Ile la sokwe, kuna sokwe wengine wenye huruma, mtoto wake akifa hatoki. Amtupi? Atabebelea mpaka naoza. Na sokwe mwingine akija kunusa ni vita, ngumi zitaruka hapo. Anambeba mpaka anaoza akiwa mikononi mwake. Mikononi. Ndio namna yao ya kuomboleza. Kama ni kiangazi atakauka, yuko mikononi mwake. Yule mama. Mama mwenye mtoto. Wengine wanaendelea na maisha yao. Na yeye anaendelea, ila akiwa anamweka chini atafute chakula ale, baadaye anamchukua tena. Hali kama wanatembea anaweka hapa. Huyu aliyekufa anaweka hii hapa, anawafuata wenzake. Kwamba wenzake wenzake kwamba msema mama aliyebeba mtoto ndio mwingine akija anafanyaje? Si wakati yule mtoto ameoza chananuka. Sasa mwenzake akaja kunusa pale, ngumi zinaruka. Mama wa mtoto na huyu aliyekuja ngumi zinaruka. Wanaona kama kejeli au Omo mwendo nimesiwa na naomboleza, alafu wewe unakuja kumnusa mtoto wangu. Kwa hiyo natembea naye mpaka taanza kukatika, kama ni mkono unakatika, kama ni mguu unakatika, ila bebelea. Ila kukutana kwamba wetu wamekaa wanafanya kilimo. Hakuna. Tumekuwa na wakati mzuri sana kuongelea masuala mbalimbali ya mila na desturi zilizotumika
kuhifadhi maliasili katika nchi yetu, lakini ni mila na desturi zilizotumika na mababu kabla sayansi haijaingia. Nilikuwa na mzee Ramadhani Nyundo pamoja na mzee Rashid Kitopeni ambao kwa pamoja wamedadavua mambo mengi ya mila na desturi za upande huu. Tuko Uvinza huku. Kwa hiyo wameeleza mila na desturi za kabila la Watongwe ambao wamekaa maeneo haya muda mrefu, lakini wao sio tu ni wanatoka kabila la Watongwe, wao wamehifadhi kwa mila na desturi, lakini baadaye wakaingia kwenye sayansi kwa kushiriki kwenye utafiti ambao walishirikiana na Wajapani ambao walikuja kufanya utafiti kuhusu sokwe wa milima ya Mahale. Kutoka hapa Hifadhi ya Taifa Milima ya Mahale, TANAPA Podcast, hifadhi zetu, sauti yetu.